Mimi wakati nimemaliza degree yangu ya kwanza ya ualimu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niliamua kwenda VETA. Na nilivyokwenda VETA nikajifunza, na nilikuwa na sababu. Lengo langu lilikuwa nipate ujuzi wa kushona viatu. Mimi natoka Lushoto, natoka Mlalo, kijiji kinaitwa Lukozi. Wakati tunasoma sisi kuanzia darasa la kwanza mpaka la 5, ilikuwa ni nadra sana kumuona mtoto amevaa viatu. Ilikuwa ni nadra sana. Kwa hivyo moja ya jambo ambalo mimi nilikuwa nalo kwenye ndoto zangu ilikuwa ni lazima nishone viatu, hasa kwa ajili ya kuwavalisha watoto wa shule. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndoto yangu imetimia. Ninafanya biashara ya kushona viatu. Mimi ni mshonaji wa viatu. Lakini ujuzi huo niliupata VETA, na nina mifano halisi. Mheshimiwa Kipanga amevaa viatu nilivyomshonea, yuko hapa. Mheshimiwa Suleiman Jafo sijui kama amevivaa, lakini nimemuuzia viatu nilivyoshona mimi. Mheshimiwa Anastasia Wambura amevivaa, ni viatu nilivyoshona mimi. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi viatu hawa waheshimiwa wamevipenda kwa sababu tunatumia ngozi halisi ya Tanzania, ile mliofungua kiwanda pale Morogoro. Tunachukua ngozi Morogoro, tunaagiza soli, tunashona viatu. Na ubora wake mkubwa ni kwamba havina vyuma. Kwa hiyo hawa wanaoingia kwenye mageti ya airport, wanaingia kwenye x-ray, kwenye mikutano ya viongozi, kwenye bunge, haambiwi vua viatu kwa sababu viatu viko na teknolojia ya juu sana. Nihitimishe kwa kusema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, elimu ya ujuzi ufundi ni fursa ya Watanzania wote. Fundi bomba ana fursa ya kwenda kutengeneza bomba kwa kulipwa. Lakini mwanafamilia anaweza akawa ni fundi bomba na usitumie gharama kumtafuta fundi bomba. Fundi wa umeme, muda mwingine umeme unaweza kuwa pengine ni shoti ndogo tu, lakini kama mtu ana ujuzi ndani ya familia, hautumii gharama kwenda kumtafuta fundi mbali. Unaweza kutatua changamoto ndogo ndogo ndani ya familia. Kama wote kama taifa tutaamua kubeba elimu ya ujuzi na ikawa ni kipaumbele kwa kila mmoja wetu, na mwisho wa siku tutafika katika ile ndoto ya Tanzania ya viwanda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Makofi hayatoshi. Tuongeze makofi mengine mengi sana kwake mwenyekiti. Juma lililopita, siku ya Jumatano, nadhani ilikuwa tarehe 12, Mheshimiwa Waziri Mkuu pasi na kutarajia aliipa nguvu sana VETA aliposema wahitimu wenye shahada ya kwanza wapite VETA. Mitandaoni huko kila mtu alikuwa ni VETA, na video za ucheshi zikawa zinapita kweli kweli, na hapa tumepata ushuhuda kutoka kwa mwenyekiti. Tumpigie makofi mengi sana 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 Mheshimiwa Husna Sekiboko kwa kuunga mkono kile ambacho